إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن الوصية المبذولة لي ولكم تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن، لأنه قد فاز من اتقاه. Enyi waumini, hakika wasia ambao unaotanguliza kwenu nyinyi na kwangu ni wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumchunga yeye katika hali yoyote ambayo sisi tutakuwa ndani ya hali hiyo, kwani yule ambaye atakayeishi katika ucha Mungu, huyo ndo atakayepata ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba hii ya leo itasimama katika kuielezea al-ihsan, ihsani na aina zake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, al-ihsan, ihsan ibadatun min afdal al-ibadat wa qurbatun min ajalli al-qurbat. Ihsani ni ibada miongoni mwa ibada zilizokuwa bora mno. Ihsani ni moja ya mambo ambayo yanamkaribisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ihsani hiyo mahaba yanapata kukua, watazdadul ulfa, na kadhalika mshikamano unapata kuzidi, watuqawi awasir al-ukhuwa, na kadhalika unatia nguvu yale mafungamano ya udugu, wayantashiru baina abda'i al-mujtama'i ruhu at-ta'awun wat-takatuf wat-tarabut, na inaenea kati ya vizazi vya jamii roho ya kusaidiana na kushikamana na kufungamana kisawasawa. Al-ihsan, ihsan ndugu zangu katika imani, yuraqiqu quluba al-ibad, inalainisha nyoyo za waja, wa yuslihu al-mujtama', na kadhalika inatengeneza jamii, wa yajlibu ar-rahma, na kadhalika inaleta rahma, wa ma'iyat Allah, na upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'yidan wa nusra wa tawfiqa, katika Allah subhanahu wa ta'ala kutia nguvu juu ya jamii hiyo, kadhalika kuipa nusra na kuipa tawfiqi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, hakika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zipo karibu na watu watakaokuwa ni wema. Na anasema pia: wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, na fanyeni wema, kuweni katika sifa ya imani, kwani Allah subhanahu katika sifa ya ihsani, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapenda ambao watakaokuwa katika sifa ya ihsani. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema: inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao watakaokuwa wameyafanya maisha yao yapo katika ucha Mungu, na wale ambao wao watakaokuwa ni wema. Wawaidal muhsinuna bil janna, ndugu zangu katika imani, hawa watu watakaokuwa wanaishi katika sifa ya ihsani wameahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala pepo, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema:
lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Na mwisho wa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, watakuwa na wale ambao ni wenye kufanya wema na pepo na kadhalika ziada. Na hao Allah subhanahu wa ta'ala akimalizia aya hiyo ndio watu wa peponi watakaa humo milele. Na Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra almuhsinin, hapotezi ujira wale ambao watakaokuwa ni wenye kuishi katika ihsani. Waqad ja'at ad-da'watu ila al-ihsani fi kitabillahi mutakathiratan wa bi asalibin mutanawwi'a, imekuja dawa ya ihsani katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu al-Qur'ani, hali ya wingi na kwa usulubu mbalimbali. Fataratan ya'muru bihi, muda mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha jambo la ihsani amran mubashara, amra moja kwa moja, wa taratan maqrunan bil imani, lakini muda mwingine analeta jambo la ihsani likiwa limefungamana na imani, wa taratan maqrunan bittaqwa wa bil fi'li salih. Na muda mwingine Allah subhanahu wa ta'ala analizungumza ndani ya Qur'ani jambo hili la ihsani akiwa amelifungamanisha na uchamungu kadhalika na matendo yaliyokuwa mema. Kullu dhalika mimma yadullu ala fadli al-ihsani wa adhimi thawabih. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anayaleta au ameyafanya ni katika kujulisha fadhila za ihsani na ukubwa wa thawabu zake mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika ya sisi hatupotezi ujira wa mtu ambaye atakayekuwa katika kuvitengeneza vizuri vitendo vyake. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema fa innal ihsana, hakika ihsani yufrihu alqalba wa yashrahu as-sadra, hakika ya ihsani inafurahisha moyo na inafungua kifua. Wa yajlibu ni'am, na kadhalika inaleta neema. Wa yadfa'u niqam, na kadhalika inazuia mabaya. Wa tarkuhu, na jambo la kuiacha ihsani yujibu dhaima wa dhaiqa, inaleta udhalili na dhiki. Wa yamna wusula ni'am ilayhi, na inazuia kufika neema mbalimbali kwa mtu ambaye atakayekuwa ameiacha hii ihsani. Ndugu zangu katika imani, al-ihsanu ala aqsami, ihsani ipo katika vigawanyo mbalimbali. Ihsani ipo katika vigawanyo mbalimbali. Kigawanyo cha kwanza ni kigawanyo ambacho kinafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ulama wetu wanakihesabu, wanakiita ni katika ihsani fil ibada, ni ihsani katika ibada. Na ihsani hii ni ile ihsani ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoielezea katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab pale Jibril alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ihsani, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, jawabu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitoa, alisema ya kwamba al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kwamba ihsani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na si kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali yoyote unatakiwa uzielekeze ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika hali hiyo ya kumwabudu uwe unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wewe unamuona, jambo ambalo linapelekea wewe kusimamisha ibada katika misingi ambayo inayotakikana, kadhalika kuitakasa ibada yako, kadhalika kujitoa katika pande mbalimbali za ibada ili ifike mbele za Allah subhanahu wa ta'ala katika namna ambayo anayoiridhia na namna ambayo itafanya Allah subhanahu wa ta'ala aijaze thawabu zako ujira uliokuwa mkubwa mno. Kadhalika ikiwa kwamba wewe humoni, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakuona. Fahamu hilo pale ambapo wewe unapoifanya ibada hiyo. Tekeleza ibada lakini katika sifa hii, kwamba kana kwamba wewe unamuona Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako, na kadhalika kama humuoni, basi fahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona wewe, kwa maana unatakiwa uje katika muraqaba, katika kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hiyo, ambayo wanachuoni wanaita kwamba hii ni katika kipengele cha al-khawf, ni martaba ya hofu, ni daraja ya hofu. Ndugu zangu katika imani, al-ihsani pia ipo katika hukuku, ihsani ipo katika haki. Na haki hapa ndugu zangu katika imani ni wewe Muislamu ambaye unatakiwa kuwa katika ihsani, kutoa haki ya kila mwenye haki, kwa maana ya kumpa mtu huyo mwenye haki yake. Uwe una uadilifu, usipate kufanya dhulma. Na haki za kwanza ambazo sisi Waislamu
au sisi wanadamu tunatakiwa tuzipeleke kwa watu wake ni haki za wazee wawili. Haki za wazee wawili, kuwafanyia ihsani, kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaombea maghfira, msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa karibu na marafiki wa wazee wetu, kuishi nao vizuri, kutekeleza ahadi ambazo sisi tunazoziahidi. Hii ni upande mmoja wapo katika upande ambao sisi tunatakiwa tupeleke haki kwa watu wahusika wake, nao ni upande wa wazee wawili. Kadhalika ndugu zangu katika imani, kila mtu ana familia, au wengi katika sisi ni watu ambao tunao familia. Familia ina haki, mke ana haki na watoto wana haki. Ndugu zangu katika imani, haitofaa kwa Muislamu yoyote kujiweka mbali na familia yake kwa kutokupelekea matumizi au kutokuisimamia kisawasawa katika maadili na tamaduni za dini na kijamii kwa ujumla, zile ambazo zinazowafikiana na sheria ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, mke, mtoto ana haki ya wewe kuwasimamia katika chakula, na haifai wewe kuwaacha ukawatelekeza basi na kuwasimamia katika upande wao wa chakula. Ndugu zangu katika imani, upande huu ni wengi katika Waislamu ambao wamezorota au wamezembea katika kuwasimamia vizazi vyao katika upande wa kuwalisha. Wapo kheri, wapo radhi wao kujifadhilisha nafsi zao juu ya chakula kuliko vile ambavyo wanavyokifadhilisha chakula juu ya familia zao. Ndugu zangu katika imani, sisi tukiwa tupambane, tukae katika mstari, tuje kuangalia familia zetu. Ndugu zangu katika imani, lakini sehemu nyingine ni sehemu ya jirani yako. Jirani naye ana haki, unatakiwa umfanyie wewe ihsani. Ihsani hii, ihsani ya kumpelekea haki zake, za kumwekea haki zake. Ndugu zangu katika imani, jirani anatakiwa afanyie wema. Jirani anatakiwa afanyiwe wema. Jirani inatakiwa yule jirani yake ajizuie na kumuudhi jirani yake, kadhalika ajizuie na kufanya tabu mbalimbali. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum au la yu'minu. Kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam lafdhi hii mara ya tatu katika riwaya, la yadkhulu aljanna, hatoingia peponi mtu ambaye la ya'manu jaruhu bawaqiqahu, jirani ambaye hapati amani jirani yake kutokana na tabu zake. Ndugu zangu katika imani, sheria ya Uislamu ina pande kubwa ambayo imekuja kumuhimiza huyu Muislamu kuishi vizuri na jirani yake na kumpa haki zake na kumuondolea tabu, kadhalika na kumvumilia katika maudhi ambayo yeye anafanyiwa na jirani yake. Wallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu katika imani, jirani ana haki ya kufanyiwa ihsani. Jirani ana haki mbalimbali ambazo jirani mwenzake anatakiwa amfanyie jirani yake. Jambo la kufikisha haki kwa jirani yako ni jambo lililokuwa na mkokotezo mkubwa ndani ya dini, bali tunaweza tukasema kwamba ni jambo la wajibu, ni jambo la lazima la wewe kumfanyia ihsani na kuishi vizuri na jirani yako. Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema katika hadithi ya kuwa mazala Jibrilu hakuacha kuwa yusini biljari hata dhanantu annahu sayuwarithuhu, anamuhusia kutokana na kuishi vizuri na jirani mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akadhania ya kuwa utashuka wahyi wa kumrithisha huyu jirani, kwa maana ya kuwa jirani atakapokuwa ameondoka katika maisha haya, basi jirani awe na haki ya kurithi mali au kurithi sehemu katika haki za huyu jirani yake ambaye katoweka. Hili Mtume sallallahu alaihi wasallama alilitamka kuonyesha uzito wa haki za jirani kwa jirani yake. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ameleta aya nyingi ndani ya Qur'ani zinazoonyesha umuhimu na amri juu ya kumfanyia wema na kuishi vizuri na jirani yako. Ndugu zangu katika imani, katika nukta hii ya kuzipeleka haki katika pahala pake, kunaingia pia ihsani ya kuishi vizuri na kuamiliana vizuri na almuhtajin, watu wanaohitajia, masakin, watu waliokuwa maskini, kadhalika mafukara na mayatima. Ndugu zangu katika imani,
wengi katika Waislamu sehemu hii pia wanafeli, kwa maana hawana miamala mizuri na maskini, hawana miamala mizuri na mafukara, hawana miamala mizuri na mayatima. Wamekuwa wao ni watu wa kauli nzito sana kwa maskini, ni watu wa kauli ngumu mno kwa mafukara, ni watu ambao wanaoishi katika kula haramu, kwa maana ya kula mali ambazo zinastahili zimilikiwe na mayatima. Ndugu zangu katika imani, Muislamu kuishi katika sifa hii ni moja ya kujipeleka katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokuwa na ihsani, kutokuishi vizuri, kutokuzipeleka haki kwa mayatima, haki kwa maskini, haki kwa mafukara. Ndugu zangu katika imani, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe akakupeleka katika daraja fulani, basi ujue kuna viumbe ambao wao wana haki ya kukipata hicho ambacho wewe ulichokipata. Hauna fadhila yoyote, hauna utukufu yoyote ambao wewe ulikufanya mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akakufikishia hilo ambalo ulilikuwa nalo, bali katika kheri ni wewe kulitoa fungu fulani kupelekwa kwa mafukara, kupelekwa kwa maskini na kuishi nao vizuri. Hii ndiyo hali ambayo mitume salawatullahi wasalamuhu alaihim waliishi katika hali hiyo. Nabiyullahi Musa alayhi salam zamani alipoelekea katika mji wa Madiana na akawakuta wale wanawake wawili na wanyama wao, mtume huyu alifanya ihsani yao kwao kwa kuwanywesha wale wanyama waliokuwa nao, na Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa mtume huyu kwa malipo yaliyokuwa mazuri. Ameenda katika mji ambao yeye ni mgeni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamkutanishia na akamkusanyia watu waliokuwa wema. Nabiyullah Yusuf alayhi salam alipokuwa katika sijni, katika jela, aliishi vizuri na wafungwa. Imamu Bahaki katika tafsiri yake anaeleza ya kuwa Nabiyullah Yusuf alayhi salam ilikuwa mfungwa anapoumwa, yeye anajitolea kumsimamia, kumwangalia mgonjwa yule. Pale mtu anapokosa sehemu, basi yeye anampa sehemu, na pale ambapo sehemu inakuwa inamdhiki mmoja katika wafungwa, basi Nabiyullah Yusuf alayhi salam anampa hiyo sehemu, na kadhalika anamuondolea haja zake na dhiki yake hiyo ambayo aliyokuwa nayo. Lakini katika nukta hii hatuwezi kuacha kumtaja yule mbora wa umma huu, Nabiyullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zama alipotoka katika Jabalul Hira, wakati ambao Jibril alayhi salam alipomjia sehemu ile na kupita yale ambayo yaliyopita, aliporejea kwa umuna mama yetu Khadija, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hofu, akiwa katika fadhaa iliyokuwa kubwa, mpaka anamwambia mke wake wamfunike kutokana na hofu aliyokuwa nayo. Baada ya kutoka katika sehemu hiyo, kwa maana ya hofu kutulizana, Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwelezea nabii na mke wake Khadija mambo ambayo yaliyomkuta mama wetu huyu Khadija, alimtuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno yaliyokuwa mazuri sana. Akamwambia, fa Allah, na hapo kwa Allah, la yukhzika Allahu abada, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukufedhehesha wewe. Kwa nini hawezi kufedhehesha wewe? Kwa nini hawezi kukuhuzunisha wewe, kukutia katika hofu ya namna hiyo uliyokuwa nayo? Innaka latasilu rahima, wewe unaunganisha udugu. Yule mtu ambaye aliyekukata wewe unapata kuunganisha. Watasdiqul haditha, kadhalika unazungumza ukweli hujapatapo wewe kuzungumza maneno ya uongo, na watu wanakufahamu wewe kuwa upo katika hali kama hiyo. Lakini pia watahmilu alkalla, unawaondolea na kuwabebea watu na kuwasaidia watu yale matatizo yao waliokuwa nayo, yale mazito waliyowasibu yakawadidimiza wao wakashindwa kuyaondoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa ya kuwasaidia watu katika hayo matatizo ambayo yaliyowasibu. Kadhalika unawasaidia watu katika haja muhimu mbalimbali. Haya maneno ni maneno ambayo yote yamebeba al-ihsan, wema kwa viumbe, kwamba hii ilikuwa ni hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kabla ya kutumwa kwa watu, alikuwa katika ihsani. Kwa hivyo basi ihsani itakufanya wewe usiingie katika huzuni, usiingie katika fadhaa, usiingie katika masaiba mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, hii ni hali ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ridwanullahi alaihim, hawakuwa mbali na ihsani. Ndugu zangu, Abu Bakri alikuwa ni mtu ambaye
anasaidia watu. Umar ibn al-Khattab alikuwa akizunguka mjini kuwatafuta maajuza, wale bibi kizee ambao waliokwenda katika umri, na kuwatatulia changamoto mbalimbali. Na baki ya salafu salih, baki ya wema waliotangulia waliishi katika namna kama hii. Ndugu zangu katika imani, sisi kwa sisi tuna haki ya kuishi vizuri na kuweka mafungamano mazuri kati yetu, kwani jambo hili ni jambo muhimu ambalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lina ujira uliokuwa mkubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira wa mtu ambaye aliyefanya ihsani, wala mtu yoyote ambaye aliyefanya jambo jema. Ndugu zangu katika imani, hebu sisi tujitahidi na kuzibana nafsi zetu tuweze kuishi katika nukta hii ya al-ihsan. Al-ihsanu, ihsani katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na ihsani pamoja na viumbe wenzetu, tuishi katika hali hii, kwani hii ni moja ya tabia zilizokuwa njema. Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika hilo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Mubarak Da'wa TV, mwanga wa Uislamu.